kwenye mechi ambayo Yanga wanahitaji ushindi wa walau kuanzia goli 3, kuna watu 4 ambao mimi kwa mtazamo wangu naamini wanatakiwa kuanza, ama mimi kwa nafasi yangu ningewaanzisha kwenye mechi ambayo unahitaji ushindi wa kuanzia goli 3, kwa muundo ambao mwalimu Pedro Goncalves anapenda kuutumia, mfumo anaopenda kuutumia, na kwa sifa za hawa wachezaji, na nitatoa na sababu. Namba 9, Depu. Nahitaji mshambuliaji ambaye ataweza kuniongozea mashambulizi ya kushtukiza atakapokuwa yanatokea, lakini unahitaji mshambuliaji ambaye anacheza kwenye eneo karibu na mabeki wa kati. Muda wote ananusa distance baina ya wale mabeki wawili wa kati, au kama ni watatu, whatever itakavyokuwa, lakini ananusa movement za wale walinzi wa katikati. Laurindo Dilson Maria Aurelio Depu, huyo ndo anakwenda kusimama kama namba 9 kwa mtazamo wangu. Upande wa kulia nitatoka na Dube, Prince Dube. Mechi inamhusu kwa sababu lengo la kujaribu kuanzisha Dube pamoja na Depu ni kwamba nahitaji wafungaji kwenye maeneo mengi. Ikiwezekana hizi nafasi zote 4 ambazo nitakuja kuziorodhesha, kwa maana ya wale viungo washambuliaji 3 na huyu mshambuliaji mmoja, nahitaji watu ambao wataweza kutengenezeana na wote watakuwa na uwezo wa kufunga magoli wao wenyewe. Kwa hiyo Depu, Dube manake hapo ana leseni ya kuingia ndani na kwenda kuongezeka karibu na Depu pale ambapo Young Africans watakuwa wanashambulia. Maanake wakati huo fullback ambaye atakuwa anacheza upande wa kulia itabidi ule upande wote awe anaumaliza, na preferably kama huyu mtu yuko fiti kwa 100% yao kwasi atohola hii mechi na mnusu. Siamini kama Yanga wana fullback bora wa kushambulia kuliko yeye. Yuko fiti, mechi inamhusu. Ule upande wote wa kulia Dube hatakiwi tena kuwaza kuweka mapana ya uwanja. Anatakiwa aanzie kule kama starting position, lakini kwa sifa yake kama mchezaji ambaye anapenda kuzurura eneo kubwa pale mbele, lakini pia kwa sifa yake kama mshambuliaji wa kati, awe anakwenda kuongezeka na Depu kwenye eneo la namba 9 na kutengeneza washambuliaji wawili. Namba 10, Mudathir Yahya Abbas. Nahitaji namba 10 ambaye atakuwa anaweza kufanya late runs kwenda kwenye boksi. Awe anacheza kama mshambuliaji kivuli, kwa maana hamuamini kama yeye ni mshambuliaji, lakini anakuja kwa kufanya mikimbio ya kuchelewa. Anakuja zaidi kama kivuli nyuma ya kina Depu pamoja na Dube, kwa sababu nataka kuhakikisha kwamba hizi nafasi 4 za eneo la kiungo cha ushambuliaji mpaka wa namba 9 na maximize watu ambao wanaweza kwenda kunipa magoli tu. Yaani kwenye mechi ambayo unahitaji ushindi wa goli kuanzia 3 ama tofauti ya magoli 3 kwenye kufunga kwenye mfumo wa 4-2-3-1, manake hapo nataka kwenda na watu ambao wote watakuwa na uwezo wa kuchangia magoli na kusetiana. Yaani kwamba ikitokea nafasi imedondoka kwa namba 9, sawa, winga wa kulia, winga wa kushoto, namba 10, wote wasiwe na mashaka kwenye kuweka mpira wavuni. Mudathir Yahya Abbas kama namba 10. Upande wa kushoto Pacome Zouzoua, hilo wala halina mjadala wote. Nafikiri ukiwa na Pacome upande wa kushoto, ukawa na Prince Dube ambaye anaanzia upande wa kulia anakwenda kuingia ndani kwenda kuungana na Depu, kisha ukawa na Mudathir Yahya Abbas kama namba 10 wako, naamini hawa ndo watu 4 ambao wanaweza kwenda kuwapa Young Africans mazingira mazuri ya kuweza kupata idadi kubwa ya magoli wote kwa kuwepo uwanjani. Ina maana nafasi 4 zote zina watu ambao wanaweza kufunga. Mudathir anafanya late runs kutokea kwenye eneo la namba 10 anakwenda kukutana na mipira nje ya box ama ndani kidogo. Pacome Zouzoua, Prince Dube, wote wana leseni ya kuingia ndani na wote ni watu ambao wanaweza kufunga mwisho wa siku. Kisha una Depu ambaye anakwenda kuwa ndo spearhead wa lile eneo la ushambuliaji. Muda wote anasimama karibu na walinzi wakati, ananusa movement zao, umbali baina yao, na ndo atakuwa anaongoza mashambulizi. Wakati huo Yao Kwasi Atohola ukimpa majukumu ya kutembea na ubavu wote ule, hizo sio shida zake. Anaweza kikamilifu kabisa kuudhibiti upande wote wa kulia. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu nafikiri hao watu 4 ambao nimewataja kwa sifa zao na kwa mfumo ambao mwalimu Pedro Goncalves anapenda kuutumia, wakiweza wote kuanza kwa pamoja, Young Africans wanaweza kuwa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuona wanapata idadi ya magoli ambao wanahitaji, ambao ni magoli yenye tofauti kuanzia 3, lakini mwisho wa siku pia ikawa ndio tiketi yao pengine ya kufuzu moja kwa moja kama ambavyo wanaamini.
Wewe pia unaweza kuniambia kwenye comment section, kwenye mchezo muhimu kama huu ambao unahitaji ushindi mkubwa, unaanza na nani kwenye maeneo manne ya kushambulia kwa upande wa Young Africans pale mbele?